Leo somo letu ni ugonjwa wa kisukari. Ushawahi kusikia ndugu yako, rafiki yako, jirani yako anaumwa ugonjwa wa kisukari? Basi tega sikio. Mimi naitwa Dr. Boaz Kitundu, daktari wa magonjwa ya binadamu, mganga mfawizi Nsambo Healthcare Polyclinic. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa hitilafu katika seli za mwili au katika kongosho. Hali hiyo husababisha uwezo wa mwili kuchoma sukari, kuzalisha nguvu na joto kupotea. Hivyo basi, pale unapokula vyakula ambavyo uwezo wa mwili kuvitumia umepotea, vyakula hivi huenda kuathiri viungo vyako vya mwili. Ugonjwa wa kisukari tunaubaini pale tunapogundua ya kwamba sukari ipo katika kiwango cha juu kuliko kawaida. Tunasema ya kwamba endapo sukari iko zaidi ya 11.1 ukiwa umekula, hali hiyo tunasema una ugonjwa wa kisukari. Na endapo tukipima ukiwa haujala kitu chochote kwa kutumia sampuli yako ya damu, tukakuta sukari yako iko zaidi ya 7, hapo tunasema una ugonjwa wa kisukari kwenye mwili wako. Na endapo ukiwa umekula na umekaa zaidi ya masaa mawili tukakupima sukari na sukari yako ikasoma kuanzia 7.1 mpaka 11.1, hapo tunasema una sukari ambayo inakunyemelea. Na endapo tukipima sukari yako asubuhi ukiwa haujala kitu chochote tukakuta sukari yako iko 6.1 mpaka 7, hapo tunasema sukari inakunyemelea katika mwili wako. Nikimaanisha kwamba ugonjwa wa kisukari hauji au haujitengenezi ndani ya siku moja. Ugonjwa wa kisukari unajitengeneza kwa miaka 5 mpaka 10. Yaweza kuwa hapo unaponisikiliza umeenda hospitalini umepimwa sukari na ukaambiwa sukari iko 5, sukari yako iko 6, na ikionyesha kwamba sukari yako ipo katika kiwango kizuri, lakini yaweza kuwa wewe ulipo hapo ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari, una ugonjwa wa kisukari uliojificha. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinatukumba ili tuweze kujigundua na ugonjwa huu wa kisukari mapema kabla hatujafikia hatua ya kuitwa wagonjwa rasmi. Ugonjwa wa kisukari uliojificha huwezi ukaugundua kwa kutumia kipimo kidogo kinachoitwa glucometer. Ugonjwa huu wa kisukari utaweza kuugundua kwa kutumia vipimo vikubwa ambavyo tunasema kwa kutumia vipimo vikubwa vinavyotathmini mwenendo wa sukari yako kwa miezi 3, au kwa kutumia kipimo cha kuchallenge mwili wako kwa kuupa sukari na kuchallenge kuona sukari yako itapaa kwa kiasi gani pale unapokula donge la sukari. Sasa kitendo hiki au vipimo hivi vinatumia muda na pesa nyingi, hivyo watu wengi huwa hatuvipimi. Mara nyingi huwa tunapima kile kipimo kidogo na kujitathmini na kuona hatuna ugonjwa wa kisukari, tunaendeleza maisha ya kula vibaya. Sasa nikwambie kitu, kinga ni bora kuliko tiba. Somo langu la leo linalenga kukubadilisha tabia ya wewe unayejitafsiri hauna ugonjwa wa kisukari. Dalili za ugonjwa wa kisukari ni nyingi, nitajaribu kuzisema hizi chache. Sasa jitathmini wewe unaangukia kwenye kundi gani katika hizi dalili. Kuwa na njaa kali za mara kwa mara. Watu wengi hujitafsiri wana madonda ya tumbo. Tumbo linawaka moto. Umekula chakula ndani ya masaa mawili, tumbo linadai, tumbo linawaka moto. Umetumia dawa za vidonda vya tumbo mara kadhaa mfululizo, lakini suluhisho lako limekosekana. Kila siku tumbo linawaka moto. Wewe yaweza kuwa ni mtarajiwa au una kisukari kilichojificha. Naomba ufanye uchunguzi wa kina, una uwezo wa kujigundua tatizo linaloendelea mwilini mwako. Kuwa na njaa za mara kwa mara zinazokufanya ule kupindukia na kusababisha uzito wako kuongezeka kwa kasi. Hizo ni dalili mojawapo za wewe unasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari uliojificha. Hizi ni dalili ambazo wengi hujitafsiri wana madonda ya tumbo. Unamuuliza wewe kwa nini una uzito mkubwa hivi? Anakuambia mimi nina changamoto, nina njaa kali sana za mara kwa mara, tumbo linawaka moto. Hivyo inanilazimu kula kila baada ya masaa mawili. Hali hiyo husababisha uzito kuongezeka kwa kasi sana.
Hiyo ni dalili mojawapo yaweza kuwa una sukari iliyojificha. Kuwa na uchovu wa mwili wa kudumu, unaamka asubuhi umechoka, utazani umefanya kazi nzito sana, hata hujafanya kazi yoyote ya maana. Hiyo inaashiria una ugonjwa wa kisukari uliojificha, unahitaji kufanyiwa uchunguzi. Kuwa na gesi nyingi sana, gesi zinazokusababisha wewe ufanye vipimo mpaka vya kumeza kuangaliwa kama una madonda ya tumbo. Mwisho wa siku naambiwa tu ni gesi imetapakaa, daktari anakuandikia ugonjwa unaitwa GERD, gastroesophageal reflux disease. Nikimaanisha kwamba ni magesi mengi tu yametapakaa kwenye mfuko wa chakula, hakuna vidonda vya tumbo vyovyote. Hali hiyo ya tafrani katika umeng'enyaji wa chakula hutokana na mwili unapojaribu kuchachusha sukari ambayo inataka kuingia kwenye damu. Hivyo inachachushwa ili sukari isishuke, isiingie kwenye damu. Ni namna mwili unavyojihami sukari isipande mapema, mwili unajifaragua. Kwa hiyo jitahidi sana unapoona dalili kama hizo ukafanye uchunguzi wa kina. Kuwa na ganzi na mwili kuwaka moto. Hili ni tatizo ambalo linawatatiza wengi kwa sababu sukari inajitengeneza taratibu na vipimo vidogo vya kutumia glucometer haviwezi kugundua kwa haraka. Hivyo basi wengi hushangaa nini kinachoendelea katika mwili, lakini ni dalili mojawapo ya kwamba yaweza kuwa una kisukari kinajitengeneza. Mwanamke unajaribu kutafuta mimba miaka na miaka, hufanikiwi kubeba ujauzito. Kumbuka ya kwamba uwezo mdogo wa mwili kutumia sukari au kuwa na sukari iliyojificha, hali hiyo huathiri mayai kukomaa na kusababisha wewe kuwa mgumba. Kwa hiyo umekuwa ukitafuta mtoto muda mrefu, au unatafuta mtoto unabeba mimba inatoka, au umeambiwa na daktari unazaa watoto wakubwa sana. Hiyo ni dalili ya kwamba uko hatarini kuja kuumwa kisukari siku za usoni. Hivyo ni dalili ya kwamba sukari inajitengeneza. Pia mwanaume kupungukiwa na hisia za tendo la ndoa. Mwanaume huwezi kumtimizia haja mke wako ya tendo la ndoa. Hali hiyo inaodhorotesha mwili kiwiliwili. Mwanaume unaweza ukawa na homoni za kutosha, lakini una maradhi ambayo yanazorotesha kiwiliwili. Kihisia unakosa hisia, huwezi ukamtimizia mke wako haja ya tendo la ndoa. Hali hiyo ni dalili mojawapo ya wewe una dalili ya sukari iliyojificha au tayari ishabainika. Kuna dalili hizi ambazo zinawapata tayari ugonjwa umeshajitokeza. Kwa mfano, kiu ya mara kwa mara. Unapopata kiu ya mara kwa mara, kukojoa sana nyakati za usiku. Hali hiyo huwapata watu nyakati ambazo ugonjwa wa kisukari tayari umeshakolea. Unakula halafu unashangaa unapungua uzito, unakula halafu unapungua uzito. Hali hiyo huashiria ugonjwa wa kisukari umekithiri. Lakini pia pumu ya ngozi. Ugonjwa wa kisukari unaweza ukakuathiri ngozi yako, kwa sababu unapokuwa na sukari nyingi katika damu, mwili huzalisha sumu nyingi ambazo zinaathiri ngozi. Kwa hiyo unaposhangaa kwamba mwili wako unawasha wote, halafu jumlisha na hizi dalili zote nilizozitaja, jitathmini kwa kina, yaweza kuwa una sukari iliyojificha au tayari ishabainika. Jointi zako kuuma na kukauka maji. Umekuwa ukihangaika kutafuta suluhisho la jointi zako kukauka maji. Magoti, huwezi kuchuchumaa. Unahangaika kutafuta suluhisho, kwa nini pingili za mgongo zinauma hivyo? Kwa nini misuli yako inauma hivyo? Umetembea katika physiotherapy, sehemu za mazoezi, lakini vyote hivyo havikusaidii. Ni miaka sasa hivi. Naomba uchunguze. Yaweza kuwa vyakula unavyokula kila siku, mwili wako uwezo wake wa kuvitumia umeshuka, yani una hitilafu katika uwezo wa mwili kutumia sukari. Kwa hiyo basi ugonjwa huu wa kisukari huja na dalili nyingi, dalili ambazo hata huwezi ukazipambanua bayana unaweza ukawa unaumwa nini. Lakini kama una dalili hizo, naomba utembelee hospitali ili uweze kufanyiwa uchunguzi wa kina. Hizi ndizo njia ambazo unaweza kuzitumia kuweza kujibaini kama una sukari iliyojificha au una kisukari tayari. Naomba utege sikio hapa. Cha kwanza kabisa, tembelea hospitalini, tutakufanyia kipimo kinachoitwa kipimo cha kuangalia sukari ya muda ule umefika kliniki. Hapa sasa inategemea. Kama haujala, tutaita fasting blood glucose.
kama umekula tutaita random blood glucose. Tunapokupima vipimo hivi tunatathmini sukari ya muda ule uko hospitali. Sasa endapo sukari ukiwa haujala kitu chochote ikasoma 4 mpaka 6, hapo tunasema sukari yako iko vizuri. Lakini sukari yako ikisoma 6.1 mpaka 7 ukiwa haujala chochote, tunasema wewe una impaired fasting glucose, maana yake sukari yako imeanza kucheza. Na endapo sukari ikisoma zaidi ya 7, tunakutafsiri wewe ni mgonjwa wa kisukari. Na kama ukija hospitalini umekula, tukachukua sampuli ya damu, tukapima wingi wa sukari ukiwa umekula, endapo sukari yako ikisoma kuanzia 4 mpaka 7, tunakutafsiri sukari yako iko vizuri. Na endapo sukari yako ikisoma 7 mpaka 11.1, tunasema wewe sukari inakunyemelea, una glucose intolerance. Lakini sukari yako ikisoma zaidi ya 11.1, tunakuita wewe ni mgonjwa wa kisukari rasmi. Hicho ni kipimo kinachopima sukari ya muda ule uko hospitalini. Lakini kuna kipimo kinachotathmini mwenendo wa sukari yako, yani wastani wa sukari yako kwa miezi 3 nyuma. Hiki ni kipimo pia kinachotathmini athari ya sukari kwenye seli zako za mwili. Kipimo hiki huwa tunakiita glycosylated hemoglobin. Tunaposema glycosylated hemoglobin ni chembe nyekundu za damu zilizoathirika na sukari ile inayochelewa kusafishwa katika mwili. Kwa hiyo mpambano wa kikemikali uliopo kati ya chembe nyekundu za damu na sukari, kati ya red blood cell na glucose, mpambano huo wa kikemikali tunaita glycation. Kwa hiyo athari ya sukari katika chembe nyekundu za damu au katika seli zako hai za damu, kitendo hicho tutakipima kwa kutumia kitu kinaitwa glycosylated hemoglobin. Huwa tunafupisha kama HbA1c. HbA1c hutathmini athari ya sukari katika seli zako za mwili. Mimi huwa napenda kusema ni usugu wa ugonjwa wa kisukari, kwa sababu kadiri asilimia ya hiki kipimo inavyoongezeka ndivyo usugu au ukali wa ugonjwa tunavyoutathmini. Kwa mfano, endapo HbA1c yako ikisoma 4 mpaka 5.6, tunasema wewe una udhibiti mzuri wa sukari, hauna kisukari. Lakini endapo sukari yako HbA1c ikisoma 5.7 mpaka 6.4, tunakutathmini wewe una sukari iliyojificha, yani una kisukari kilichojificha. Kwa kitaalamu tunasema wewe uko pre-diabetic stage, yani uko kwenye stage ya utarajiwa wa kuumwa. Kitu kingine, endapo sukari yako ikisoma zaidi ya 6.5 na sukari yako ikawa bado iko nomo ya kipimo kidogo, wewe bado tutakutathmini wewe ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari. Na endapo wewe sukari yako ikizidi 6.5 asilimia, halafu kipimo kidogo cha sukari kinasoma juu, wewe tunakutathmini rasmi una ugonjwa wa kisukari. Sasa unaweza ukaona sasa, je, ushawahi kufanyiwa hivyo vipimo na ukapewa utathmini huo? Kama bado, tambua ya kwamba bado usijitafsiri kwamba wewe hauna kisukari, mbali na kwamba unapata dalili zote zile nilizozitaja. Mwisho kabisa, huwa tunafanya uchunguzi unaitwa oral glucose tolerance test. Pale ninapotaka kujihakikisha zaidi, nimekupima sukari kabla hujala, labda inasoma 5 na wewe una dalili zote zinazoashiria una kisukari kilichojificha au ambacho tayari kimeshajitengeneza, basi mimi nikiona dalili zote unazo, huwa nafanya utathmini zaidi kwa kukuchallenge na sukari. Tunachukua glucose gramu 75, tunachanganya na maji, tunakupa unywe. Tunaangalia glucose tolerance yako, ustahimilivu wako na vitu vya sukari. Baada ya hapo tunapima sukari baada ya nusu saa, baada ya saa moja, baada ya masaa mawili. Endapo sukari yako tukikuta iko zaidi ya
11.1, baada ya masaa mawili tunakutathmini rasmi wewe unaumwa kisukari. Na tukikuta iko 7.1 mpaka 11.1 tunasema wewe una glucose intolerance, yani uwezo wako wa kutumia sukari umeanza kupungua. Nimetangulia kusema mwanzo, ugonjwa wa kisukari hutokana na hitilafu katika kongosho, yani kongosho linashindwa kuzalisha homoni ambayo inaratibu matumizi ya sukari ipasavyo. Homoni inaitwa homoni ya insulin, homoni ambayo huelekeza seli zako za mwili ziweze kufyonza sukari. Kwa hiyo homoni hii isipozalishwa, seli zako za mwili hazitaelekezwa kutumia sukari, sukari itabaki imetapakaa katika damu yako. Lakini ugonjwa huu wa kisukari husababishwa pia na uchakavu wa seli zako za mwili. Yaani seli zako za mwili zinachakaa kulingana na aina ya vyakula, vinywaji, kuendekeza uzito mkubwa na maisha mengine ya anasa kuchakaza seli zako za mwili. Sasa nikwambie siri moja, 95% ya watu wote duniani wanaoumwa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa huu unatokana na maamuzi yetu wenyewe, yani tunajiuguza wenyewe. Yani sisi wenyewe ndo tunaojitakia huu ugonjwa tuupate. Ushawahi kusikia kwamba kama baba yako ana kisukari, shangazi ana kisukari, mjomba ana kisukari, brother zako ana kisukari, dada zako ana kisukari, basi na wewe lazima upate kisukari? Haiko hivyo. Kuna kitu kinaitwa epigenetics. Epigenetics maana yake ni kwamba wewe ni fotokopi ya wazazi wako ambao wana kisukari, lakini wewe una uwezo wa kuepuka vihatarishi ambavyo vimesababisha wazazi wako seli zao za mwili zichakae haraka na kupata kisukari. Sasa wewe ukiyaepuka yale mazingira, kama walikuwa ni wanywaji wa pombe ukaepuka, walaji vibaya wakaendekeza uzito mkubwa ukaepuka, walikuwa hawafanyi mazoezi wewe ukawa ni mtu wa mazoezi, ukawa unajijali, hali hiyo hutachakaza seli zako za mwili. Ule usugu unaotokea katika seli zako za mwili tunaouita insulin resistance hautatokea, hivyo hautapata ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari kwa asilimia kubwa tunautengeneza sisi wenyewe kutokana na mtindo wa maisha. 5% tu ya ugonjwa wa kisukari na wagonjwa wote duniani wanaoumwa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa huo unasababishwa na hitilafu katika kongosho. Kumbe 1% kubwa ya watu wengi wanaoumwa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa kisukari hausababishwi na upungufu wa homoni ya insulini. Homoni ya insulini ipo ya kutosha, lakini haiwezi kuelekeza seli zako za mwili zifanye kazi kwa sababu ya uchakavu uliojengeka katika seli zako za mwili. Uchakavu huu tunaita insulin resistance. Hivyo tuna uwezo wa kuukarabati mwili mzima kwa kutumia pia kubadilisha mfumo wa maisha, mfumo wa vyakula unavyokula, vinywaji, uvutaji wa sigara, kupungua uzito na ukarudi upya. Huwa nasema hivi, ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa uchakavu wa mwili. Kama ni hivyo, tuna uwezo pia wa kuupeleka mwili gereji, tukaimprove kitu kitaalamu tunakiita insulin sensitivity. Ni hayo tu siku ya leo, tukutane katika kipindi kijacho, tutachimbua kwa kina namna ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Naitwa Dr. Boaz Kitundu, daktari wa magonjwa ya binadamu, mganga mfawizi Nsambo Healthcare Polyclinic. Mimi naamini ugonjwa wa kisukari unatibika.